wakati parapanda itakapolia, wale waliolala katika Bwana ndio watakuwa wa kwanza kufufuliwa. Alafu wale watakaobaki hapa duniani, hapo ndipo watafufuliwa. Kama tunajali kurudi kwa Yesu Kristo, kama tunajali kunyakuliwa kwa kanisa, kama tunajali kweli ya kwamba siku ile parapanda itakapolia niyo miongoni mwa wale watakaonyakuliwa, vua utu wako. Hakuna kanisa la kweli isipokuwa mtu mwenyewe kutubu kwa moyo wake na kuondoa utu wa kale kwa kadiri ya maandiko ya Yesu Kristo. Biblia imesema vizuri ya kwamba hapana jina jingine tulilopewa chini ya mbingu litupasalo kuokolewa kwalo. Ni matumaini yangu ya kwamba Bwana amekulinda na amekupa nafasi nzuri tupate kuonana tena katika kipindi hiki cha Yesu Yuaja. Kwa kweli kipindi hiki kimeendelea kutubariki na nashukuru Mungu kwa ajili ya kila moja uliyepata nafasi kupiga simu baada ya kusikiliza, kuomba maombi na kutoa neno la shukrani. Jinsi kipindi hiki kinakubariki katika maisha yako na jinsi gani Bwana amekupa ufunuo. Nami pia nataka kusema vizuri ya kwamba shabaha ya kipindi hiki ni kumtia moyo mpendwa anayejali safari ya kwenda mbinguni. Usisahau ya kwamba tunaokoka ili tupate uhusiano na Mungu, na mwishowe dunia hii itakapofika ukingo wake tupate nafasi na kukaa na Mungu milele. Ingawa kupitia vipindi vilivyotangulia neno la kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo limechukuliwa na watu kwa njia isiyofaa, wengine wametumia kwa kutisha, wengine wametumia kwa njia ya kuonyesha kana kwamba dunia hii haifai, kwa hivyo tunataka twende. Wengine wametumia kwa uzembe, kwa sababu hawataki kufanya kazi. Wanasema kwamba hakuna haja ya kufanya kazi kwa sababu Yesu yuaja. Yoyote imetumiwa vibaya. Tunapongojea Yesu arudi, tunangojea tukifanya kazi, tukikesha kwa mioyo yetu, ukijua kweli ya kwamba yeye yuaja. Wana wa Israeli waliposafiri, usisahau ya kwamba walikuwa na utawala wa nje. Na mara nyingi hata Yesu alipokuja walingojea utawala wa nje. Leo hii nikiendelea kutamatisha kipindi hiki cha utawala wa ndani, kitakachokuhakikisha ya kwamba una uzima wa milele, ni wakati ambapo Bwana Yesu ana utawala wa ndani katika moyo wako. Kama mambo yote ambayo unahusiana na Mungu ni katika nje pasipo kuangalia ndani, hapa ndipo tuna taabu kubwa. Hivi majuzi mmoja wa wahubiri wetu alihubiri kwa lugha ya Kiingereza katika televisheni yetu ya Sayare, na aliguzia mambo ya muhimu sana yaliyonitia changamoto hata na mimi. Alipofafanua ujumbe ambapo malaika wa kanisa la Pergamo aliandikiwa. Ujumbe huu nilisikia ndani ya moyo wangu ya kwamba hata kama ningeleta kwa kipindi hiki siku ya leo kingetubariki. Pergamo ni kanisa la 3 aliyoandikiwa barua baada ya Efeso na Smyrna. Mji wa Pergamo umo katika nchi ya Uturuki wa sasa, Turkey, ambao wakati huo ilikuwa Makedonia, mahali ambapo mambo mengi ya Kikristo yalitendeka. Ni mahali pale ambapo Paulo aliona mtu aliyemwita kwa maono. Na moja ya makanisa hayo ambayo yametajwa Pergamo ni katika nchi hiyo ya Uturuki. Ukawa mji mkubwa pamoja na Athens katika Greece kwa wakati huo. Mji huu unaposoma hapo vizuri, neno la kwanza ambapo Yesu analiambia kanisa hili la Pergamo
Analiambia kwamba ninajua matendo yako na ya kwamba wewe unakaa mahali pa kiti cha enzi cha Shetani. Ni neno la ajabu sana unapoambiwa kwamba mahali ambapo unakaa, mahali ambapo kanisa hili liko situated, mahali ambapo limekalia, ni mahali palipo na kiti cha enzi cha Shetani. Katika mji huo wa Pergamo kwa wakati huo ulikuwa mji mkubwa wa biashara. Nimesema ulikuwa mji mkubwa karibu kama Athens. Katika mji huo watu wa mji ule waliabudu miungu. Kulikuwa na miungu ya wa Greek. Mmoja wao ni Zeus na wengine wengi. Na Zeus ndiye yule aliyejulikana mpaka huyu anayeitwa Malkia wa mbinguni, the Queen of Heaven. Alikuwa ametengenezewa kiti chake cha enzi alipokalia akitawala. Na mwingine aliyeabudiwa ni yule mtawala wa Rumi aliyekuwa anatawala Rome. Sasa walikuwa na sanamu mbili za kuabudu. Sanamu moja ni kiti hicho cha enzi cha Shetani ambapo watu walitoa sadaka na makafara mbalimbali kwa ajili yake. Na ya pili ni sanamu ya mtawala wa Rumi ambao kwa wakati huu alikuwa yule Nero. Katika historia ni ajabu kwamba katika mji huo wa Pergamo ilijulikana sana kwa uponyaji, na uponyaji wa aina mbili. Kulikuwa una uponyaji wa madaktari waliosoma kuweza kutumia dawa. Nafikiri wakati huo ilikuwa zaidi sana mitishamba. Na pamoja na hiyo pia kulikuwa na dawa za kutumia uwezo maalum wa kimapepo. Kwa mfano, walifuga nyoka na mgonjwa alipoenda pale na haikujulikana ni ugonjwa gani huyu mtu alikuwa nayo, aliwekwa mahali pa kulala kama ward. Na usiku alipolala waliweza kuona ndoto ama kuna nyoka waliokuja na walizunguka hawa watu. Na walipowazunguka hivi, nyoka hawa waliweza kuwapatia information wale waganga wa wakati huo, ni ugonjwa gani na ni dawa gani ingetumika. Na kwa hivyo mji huu wa Pergamo ulijulikana sana kwa uponyaji, lakini kwa njia ya nyoka. Hata wengine waliamini ya kwamba huyu nyoka alipompitia juu ya mtu aliweza kupona. Na kwa sababu huko ndio mambo mengi ya udaktari ulitokea, alama ya mji huu ulikuwa nyoka uliovingirishwa katika mti. Na hapo ndipo unaona hata madaktari, alama ya madaktari wengi wa leo, alama yao ni nyoka iliyovingirishwa kwa mti kutoka kwa Pergamo. Na haikuwa uponyaji kwa Mungu, ilikuwa uponyaji kwa njia ya Shetani. Akatokea mwinjilisti mashuhuri, kiongozi wa kanisa lile, aliyejulikana kwa jina Antipa. Na alipoanza kuomba na Roho Mtakatifu alipoanza kufanya kazi kwa jina lake Yesu Kristo, mamlaka ya Yesu ilipoanza kushuka, mapepo alipoanza kutoka, nguvu za uponyaji kwa njia ya Shetani ikapungua. Watu wa mji ule wakaanza kumwonea Antipa. Na hapo ndipo unaona katika kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 2, Yesu anasema kwamba ninajua kwamba umelishika jina langu na haukukana imani yangu hata wakati Antipa mtumishi wangu mwaminifu alipouawa. Huyu Antipa alipoomba, mapepo walipotoka, watu wa mji ule wa Pergamo wakamwonea, wakamshitaki ya kwamba ameasi utawala wa mfalme. Wakamuuliza afanye jambo la kukufuru, kufanya meza ya Bwana ya divai na mkate kwa sanamu ya Kaisari wa wakati huo aliyetawala. Na alipokataa walimuua, akawa mfia dini katika mji huu wa Pergamo. Ni mafunuo yaliyo ndani sana. Kwa hivyo ni mji uliojaa maovu ya kuabudu Shetani.
Jambo lingine la kushtua katika kanisa hili la Pergamo, Yesu akaliambia kwamba ingawa umekuwa na watu waliosimama kama mtumishi wangu Antipa aliyejitoa kufa kwa ajili yangu pasipo kukana imani, nina neno moja juu yako, ya kwamba katika kanisa hilo la Pergamo una wale wanaoshika elimu ya Balaam. Katika Biblia tunakutana na huyu mtu anaitwa Balaam katika kitabu cha Hesabu sura ya 22. Huyu Balaam naye akawa mchawi stroke nabii. Ni ngumu sana katika uchunguzi wa maandiko matakatifu kusema kwamba Balaam alikuwa nabii wa Mungu, lakini alikuwa nabii wa kutumia nguvu za giza ama nguvu zake, alafu alitumia nafasi yake ya kuomba, na aliweza kuomba kwa miungu mbalimbali apate kibali cha kufanya mambo fulani. Kwa hivyo alijulikana sana hasa kwa nguvu za kubariki na kulaani. Alichobariki kutumia miungu waliokutana nayo. Kama watu walikuwa na miungu ya imani fulani, alitumia miungu hiyo akawaombea. Kama watu fulani walikuwa na imani ya miungu ya namna hii, aliweza kutumia miungu hiyo kulaani na watu walilaaniwa. Na ndio imani hii ya siku hizi, mpendwa. Si kila miujiza imetoka kwa Mungu. Miujiza na mambo yaliyotokea na Balaam, uchawi wake na kupiga ramli yake na mambo yake, haikutokana na Mungu. Ndiposa katika kitabu hiki cha Hesabu 22, yule mfalme wa Moabu jina lake Balaki alipoona Waisraeli wanapokuja, jinsi gani wamefagia mataifa waliokuwa mbele yao wakienda nchi ya ahadi kujitawala, Balaki akajua kwamba sisi na wa Moabu hatutadumu, hawa watu wana nguvu kuliko sisi. Wakaona njia ya pekee ya kuwaweza hawa watu ni kuwalaani. Akaita huyu mjamaa anaitwa Balaam, aliyejua kuomba, kutafuta namna kwa miungu mbalimbali, kwa kutumia namna ya uchawi, ya kutafuta. Unajua wachawi wengine si ati wanajua, lakini ni kama wanachokoza mpaka wajue barabara iko wapi. Akachokoza mpaka akaongea na huyu Mungu wa Israeli na akaomba kibali, akasema ninaomba niwalaani hao watu. Na Mungu wa Israeli naye akasema ndio sawa, basi enda. Lakini kile alimwambia kwanza, utawezaje walaani waliobarikiwa? Utawezaje? Mungu alimwambia kwamba hawa watu wamebarikiwa, utawalaani namna gani? Usome vizuri katika kitabu cha Hesabu 22. Haiwezekani, huwezi kuwalaani. Lakini bado aliinsist. Akaomba huyo Mungu sinuruhusu tu, kwa sababu Balaam alikuwa ameahidiwa ahadi ya utawala na pesa na huyo mfalme anaitwa Balak. Akaambiwa kwamba ukifaulu kuwalaani hao watu mpaka wakashindwa, nitakupa heshima kubwa, nakupa wewe pesa. Alipoomba Mungu alimwambia kwamba huwezi kuwalaani kwa maana hao wamebarikiwa. So Balaam kuona kwamba atapoteza heshima na kupoteza pesa, alizidi kurudi kwa Mungu kuomba mara ya pili. Mungu akamwambia kwamba uende, lakini kila ambacho utasema ni mimi nitakupa. Kusoma 22 kuanzia 12, Mungu amemwambia uweze kuwalaani kwa sababu ni watu waliobarikiwa. Lakini baadaye alipoambiwa aenda, akafikiri ataenda kuwalaani. Badala ya kusimama kulaani, akaanza kubariki. Akasimama tena mara ya pili akitaka kulaani, akabariki. Mwishowe aliona kwamba hawezi kweli kuwalaani waliobarikiwa. Nirudi nyuma kidogo katika kanisa hili la Ufunuo, kanisa la Pergamo. Ilikuwa kwa wakati kanisa ilikuwa inapitia mateso, mpaka ukiona kwamba huyu Antipa amewawa, ni wakati kanisa wa Kristo, watumishi walikuwa wanauawa, na tena si kuuawa tu kwa njia rahisi, kwa ukatili.
jinsi mtumishi huyu Antipa alipouawa. Alichomwa kwa moto iliyokuwa mbaya sana, akishangiliwa na watu. Kukawa na sanamu, walikuwa wametengeneza sanamu ya ng'ombe ama sanamu ya mnyama fulani kama ng'ombe, alafu ndani ya tumbo lake ndio ikawa mahali pa jehanamu ya kuchoma mtu. Polepole unachomeka ukiwa hai mpaka unakwisha ukichoma polepole. Wakristo walikuwa wanateswa kwa ajili ya imani yao. Na kwa sababu ya imani yao na mateso walikuwa wanateswa, wao walisimama imara. Ni kama taifa la Israeli wanasonga kwenda nchi ya ahadi. Anatokea mtu ambaye amejaribu kuwapinga, wakashinda mapinzani hayo. Wakajaribu njia ya kulaani. Balaam akajaribu kuwalaani, hakuweza. Na hapo ndipo unasikia Roho Mtakatifu analeta maonyo, ambapo ndio jambo kuu la fundisho letu leo. Alipoona ya kwamba hawezi kuwalaani watu wa Mungu, kuna msemo wa Kiingereza inayojulikana kote duniani, if you cannot fight them, join them. Yani kama huwezi kuwapiga, then ungana na wao. Lakini fundisho la Balaam likawa ni tofauti. Alipoona kwamba hawezi kuwapinga watu wa Mungu, akaenda kufanya uchunguzi, akajua kwamba ili wao watu wakosane na Mungu wao, inabidi wafanye kinyume ya mapenzi ya Mungu. Akafanya uchunguzi, akajua kwamba hawa watu wakipewa nyama iliyotolewa sadaka kwa sanamu hizi ambazo sisi tunaabudu, na kuwafanya hawa wafanye mchanganyiko na uzinzi ambao ni uhusiano usiofaa, makubaliano yasiyofaa, ndoa zisizofaa, ndio tafsiri halisi ya uzinzi. Kama Mkristo unaanza kuabudu na watu ambao hawaamini Kristo, eti kwa sababu unataka namna gani, mnafanya makubaliano ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, ni uzinzi, ni ndoa isiyo stahili, mikataba yoyote ambayo si ya kimungu, makubaliano yoyote ambayo si ya kimungu. Haijalishi hata kama ni kwa nje, inaonyesha kama ina convenience. Kuomba na watu ambao hawaombi Mungu eti kwa sababu unatafuta miujiza kupita kiasi. Jambo lolote ambalo halileti utukufu kwa Yesu, ukihusika nayo, ni uzinzi. Mkristo kwenda kusomewa nyota ni uzinzi. Mkristo kwenda kwa wachawi na waganga wa kienyeji ambao hawatumii jina la Yesu na neno la Mungu halisi kama ilivyo katika maandiko, ni chafu, ni uzinzi. Kuungana na watu ambao nia yao ni mbaya kwa ajili ya kuleta mapinduzi, ama kwa ajili ya kuleta mauaji, ama kwa ajili ya kuleta maafa, ni uzinzi. Kwa sababu yale yatakayotokea katika maasi yatachafua nia ya roho. Balaam akaona njia ya pekee ya kuwafanya hawa watu wacheleweshe safari yao ya kwenda nchi ya ahadi ni kufanya vitu vilivyo kinyume na Mungu wao. Na hapo ndipo anasema mafundisho ya Balaam, if you cannot fight them, corrupt them. Balaam hafundishi if you cannot fight them, join them. Anasema if you cannot fight them, corrupt them. Lete mchanganyiko. Kilichotendeka, kilicho kibaya sana katika mji huu wa Pergamo, iliyokuwa utawala wa Rumi. Mfalme mmoja ama mmoja wa watawala wa Rumi akafanya mkataba na nguvu za giza, jina lake Konstantino. Akajifanya kana kwamba ameokoka, lakini hakuna hata moja alipozaliwa mara ya pili. Akajiunga na kanisa, akaunganisha kanisa na serikali. Katika kuunganisha kanisa na serikali,
maovu yaliyotendeka baada ya hiyo, kanisa ikakosa nguvu ya kuweza kupinga, kwa sababu serikali na kanisa ikawa moja. Ninachokuachia uchunguze ni kwamba Konstantino aliposema kwamba amejiunga na Kikristo, wakabadilisha mambo mengi yaliyokuwa yanahusu Kristo. Ibada ya sanamu, kama vile walivyoabudu mungu mke, walivyoabudu vitu walivyokuwa navyo, ikaendelea kwa njia ya kubadilisha. Jambo hili liliguza moyo wangu sana, kwamba hapo ndipo jambo hili la mafundisho ya Balaam inaonekana vizuri. Balaamu alichanganya wana wa Israeli, akawafanya wafanye kitu kisicho mapenzi ya Mungu. Mungu akawaacha. Yesu akaliambia kanisa hili. Balaam alifundisha Balak kuweka kikwazo. Kikwazo ni kujifanya kwamba umejiunga. Sasa wewe ni rafiki, tuoane, chukueni binti zetu, mtupatie watoto wenu tuoane, tukule pamoja. Na kumbe katika ndoa hiyo ni ndoa isiyokubalika na Mungu. Roho wa Mungu aliondoka, kanisa likaingia katika giza. Ikawa watu hawaokoki tena kwa kuzaliwa mara ya pili. Watu wanajiunga tu na desturi inayoendelea na kuabudu sanamu iliyowekwa. Sanamu zingine unafikiri ni ibada, lakini imewekwa badala ya sanamu za Warumi waliokuwa wakiabudu. Ingawa ni katika kanisa, lakini si jina la Yesu peke yake linatosha kuokoa. Lakini hata ukifanya hivi na ukitenda hii na ukinunua hii na ukifanya hivi na ukilipa hii na ukifanya hii, utaokoka. Ikawa kanisa kuchafuliwa kwa mafundisho na elimu ya Balaam. Biblia imenena mambo matatu juu ya Balaam. Kwanza inatokea kosa la Balaam. Baadaye inazungumza juu ya fundisho la Balaam. Na ya tatu inaenda njia ya Balaam. Kosa la Balaam, the error of Balaam, mahali ambapo Balaam alikosea akaanza kwenda kando. Jambo la kwanza iliyoleta tabu yote mpaka anguko kubwa la kanisa ni tamaa ya Balaam kupata heshima na kupata pesa. Kanisa lolote lile ambalo limeangukia anguko kubwa mpaka Roho Mtakatifu wa Bwana alitoka katika kanisa, anguko kubwa ambalo limepata makanisa makubwa mpaka unaona si Roho Mtakatifu, si Yesu wanaheshimiwa tena. Wale wanaoongoza wanaanza kuanguka, jambo la kwanza, kwa heshima na pesa. Baadaye inafika mahali ambapo hauoni tena Roho Mtakatifu. Hiyo ikawa ni error of Balaam. Badala ya kusikiliza sauti ya Mungu ambaye amesema kwamba huwezi kuwalaani waliobarikiwa, akajilazimisha kwa dhamiri yake kufanya kinyume na mapenzi ya Mungu ili apate pesa na apate heshima. Na kwa sababu ya barabara hii ambayo Balaam alichukua, akaleta maafa makubwa kwa taifa la Israeli. Katika mji huu wa Pergamo, wale walioshika mafundisho ya Balaam kwa sababu ya kwenda katika kosa la Balaam walileta anguko kubwa kwa kanisa. Mpaka leo hii miji hiyo mikubwa iliyokuwa miji ya Kikristo imekuwa miji ya watu wasiomjua Kristo tena. Taifa kama la Kenya, tunaponena wazi wazi, tunaweza kuona mambo mengine yanayotujia. Mara watu wanatabiri kwamba nchi itakuwa na tabu. Mara watu wanatabiri kwamba nchi itaanguka namna gani. Hebu angalia kanisa la Bwana, maaskofu tunaofanya kazi hii pamoja, watumishi wa Mungu wahubiri tunaohubiri pamoja. Je, tulianguka katika kosa la Balaamu? Je, tumefuata zaidi kuliko yote heshima na pesa? Unapoenda kubariki, unapoenda kuomba, unapotaka ya kwamba mambo yatendeke, unapoomba na kufunga, ni vitu gani vilivyo katika kipaumbele?
kiasi kwamba leo hii si jina la Yesu linatumika, ni jina la maaskofu, ni jina la mashirika, na kwamba sisi kama ushirika fulani tumesema ya kwamba jina la Yesu tu liko nyuma huko kwa sababu inatajwa kama. Lakini ukiangalia kinachotafutwa zaidi ni sifa, heshima, kuinuliwa kwa wanaohusika katika jambo lile, mchanganyiko maalum. Na Roho Mtakatifu akiondoka, nchi inaingia katika tabu. Kama anga ya kiroho haiwezi kulindwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na jina la Yesu Kristo, ambalo si jina tu, inabeba utawala, mamlaka, uwezo na nguvu iliyo katika Yesu, ili anga ya nchi ipate kulindwa. Hata mfanye nini, hata mfanye makataba, hata mbadilishe makatiba na makatiba, mlete katiba leo na kesho na ingine kesho kutwa, hatutafaulu kama Mungu hayuko. Taifa la Israeli ilianguka, Mungu akaondoka, walipigwa, watu walikufa. Licha ya kwamba walikuwa na wasomi, licha ya kwamba walikuwa na makuhani walioendelea kufanya ukuhani, lakini kipindi walipoanza kula nyama zilizotolewa sadaka, kipindi walipoanza kufanya mambo na mahusiano na maushirikiano yasiyo mapenzi ya Mungu, safari ya kwenda nchi ya ahadi ilitatizika vilivyo na watu wengi walikufa. Katika kanisa hili la Pergamo, katika sehemu hiyo ya Macedonia ambao ni Uturuki wa kisasa, ambao Wakristo wanasemekana sasa ni 3% ama 4 kutoka kwa nchi ambayo ilikuwa nchi ya Ukristo kwa jumla. Taabu ilitokea wakati ambapo hawakutii onyo la Yesu. Akaliambia kanisa hili la taifa hili, tafadhali mjiepushe na elimu ya Balaam, ambayo inasemekana kwamba badala ya kuwapinga, ujiunge ili uchafue. Ninaona jinsi gani roho mbaya zimejiunga pamoja na makanisa ya Bwana kuchafua. Jinsi gani nguvu za giza zinachafua mpaka watumishi wa Mungu leo hii hawasimami kwa mamlaka iliyo katika jina la Yesu. Wanasimama katika mamlaka iliyo katika mikataba, maandiko. Na kutumia vitu vingine badala ya mamlaka iliyo katika jina la Yesu. Na nchi inakosa ulinzi wa damu ya Yesu Kristo. Na hapo Wakristo wanaanza kuangukia tabu mbalimbali. Hebu angalia kwa makini sana jambo hili. Je, mahali ambapo wewe unaabudu pamechafuliwa? Kwa sababu ndio nia ya Balaam. If you cannot fight them, corrupt them. Kama uwezi kuwapinga, wachanganye ili wapate kunajisika. Na wanaponajisika, automatically Mungu anaondoka. Na Mungu akiondoka, nguvu za giza, nguvu za ibada ya shetani, nguvu za ibada ya wale watu ambao hawaamini Mungu, nguvu za wale wanaopinga Kristo wanapata nafasi. Na kanisa hata usimame ufanye nini, kama Kristo hayuko, kama Mungu mwenyewe hajenge nyumba, hatuwezi kwa midomo yetu, hatuwezi. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Tuangalie kama na tutubu kama tumechanganyikiwa na tumechanganywa na elimu ya Balaam. Utakapoenda kwa kanisa lako, uanze kwa kanisa ambalo liko moyo wako. Uende kwa kanisa ambalo liko kwa nyumba yako. Uende kwa kanisa ambalo ni mahali unaabudu na washiriki wale ambao mnaabudu. Mjiulize, je, tumekula elimu ya Balaam ya kuchanganya mambo ya Mungu kiasi gani? Uende mpaka ushirika, unaposhirikiana pamoja na wao, ni watu gani mnashirikiana na wao? Ni watu ambao wamejiunga kuchafua ama ni watu ambao wamejiunga kujenga? Je, unapokuwa na wao, roho wako inasema nini? Ni amina ama unasikia kuna uzito wa ndani ya moyo? Baba, katika jina la Yesu Kristo, laiti kama kanisa la Pergamo wangetambua elimu ya Balaam, kanisa lako halingeingia katika tabu iliyoingia. Leo hii kama vile ulivyoonya kanisa la Pergamo, unalionya kanisa la wakati huu. Jinsi gani elimu ya Balaam
imeleta uchafu mwingi katika kanisa lako. Baba, utuhurumie, tupate kutubu toba ya kweli iletayo uzima wa milele. Parapanda itakapolia, tupate nafasi ya kuingia mbinguni. Kwa maana nimeomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki.